Meli mbili kubwa za mafuta za China zimefanikiwa kupita katika mlango wa bahari wa Hormuz hii leo Mei 20 mwaka 2026 baada ya kukwama kwa zaidi ya miezi miwili kutokana na hali mbaya ya kiusalama iliyosababishwa na vita kati ya Marekani, Israel na Irani, jambo linalotafsiriwa kama ishara muhimu kwamba mkwamo uliokuwa umeikumba njia hiyo muhimu ya bahari huenda umeanza kutatuliwa. Hatua hiyo imezua matumaini mapya katika sekta ya usafirishaji mafuta duniani, huku mataifa mengi yakifuatilia kwa karibu maendeleo ya eneo hilo ambalo lina umuhimu mkubwa kwa biashara ya nishati duniani. Kwa zaidi ya miezi miwili iliyopita, mlango wa Hormuz ulikuwa katika hali ya taharuki kubwa kufuatia mashambulizi ya kijeshi, vitisho vya kufungwa kwa njia hiyo na hofu ya kushambuliwa kwa meli zinazopita katika ukanda huo. Hali hiyo ilisababisha meli nyingi za mafuta kushindwa kupita kwa uhuru, huku baadhi ya kampuni za usafirishaji zikisitisha safari zake au kubadili njia kutokana na hatari za kiusalama. Kupita kwa meli hizo mbili za China sasa kunaonekana kuwa dalili kwamba hali ya usalama imeanza kuimarika, hasa baada ya juhudi za kidiplomasia kuongezeka katika siku za hivi karibuni. Mlango bahari wa Hormuz ni moja ya njia muhimu zaidi za baharini duniani, kwani sehemu kubwa ya mafuta yanayosafirishwa kutoka mataifa ya Ghuba ya Kiarabu hupita katika eneo hilo kabla ya kuelekea masoko ya Asia, Ulaya na maeneo mengine duniani. Nchi kama Saudi Arabia, Iraq, Kuwait, Qatar na Falme za Kiarabu hutegemea njia hiyo kwa usafirishaji wa mafuta hayo, huku China ikiwa ni moja wa wanunuzi wakubwa wa mafuta kutoka Mashariki ya Kati. Kutokana na umuhimu huo, mkwamo wowote katika mlango wa Hormuz huwa na athari kubwa kwa uchumi wa dunia na bei za mafuta katika soko la kimataifa. Wakati huo, rais wa Marekani Donald Trump hapo jana alitoa kauli inaonekana kuashiria matumaini ya mwisho wa vita hiyo, akisema kuwa pande husika ziko karibu kufikia makubaliano yatakayoweza kusaidia kumaliza mzozo huo wa kijeshi. Trump alisema kuwa mazungumzo yanaendelea kwa kasi na kuna ishara kwamba vita hivyo vinaweza kuelekea mwisho ikiwa hatua za kidiplomasia zitaendelea kupata nafasi. Kauli hiyo imepokelewa kwa tahadhari na wachambuzi wa siasa za kimataifa, wengi wakisema kuwa bado kuna changamoto nyingi kabla ya makubaliano rasmi kufikiwa. Aidha, Trump alifichua kuwa aliagiza kusitishwa kwa mashambulizi mapya dhidi ya Iran baada ya kupokea ombi kutoka kwa viongozi wa mataifa ya Ghuba waliotaka juhudi za mazungumzo zipewe nafasi zaidi. Kwa mujibu wa Trump, viongozi hao walielezea wasiwasi wao kuhusu kuendelea kwa mashambulizi kungesababisha madhara makubwa zaidi kwa usalama eneo hilo, biashara ya kimataifa pamoja na uchumi wa nchi ambazo zinategemea utulivu wa Ghuba ya Uajemi. Mataifa ya Ghuba yamekuwa yakihofia kuwa kuendelea kwa mapigano kati ya Marekani na Irani kunaweza kusababisha madhara makubwa zaidi, ikiwemo mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta, kufungwa kwa njia za bahari na kuyumba kwa uchumi wa dunia. Katika wiki za hivi karibuni, bei za mafuta zimekuwa zikibadilika mara kwa mara kutokana na hofu ya uhaba wa usambazaji wa mafuta duniani, huku wawekezaji wakisubiri kuona kama kutakuwa na suluhisho la kudumu la kisiasa. Kupita kwa meli hizo za China sasa kunatazamwa kama jaribio la kwanza la kurejesha shughuli za kawaida katika mlango wa Hormuz baada ya kipindi kirefu cha sintofahamu. Wachambuzi wa masuala ya nishati wanaamini kuwa ikiwa meli zaidi zitaanza kupita kwa usalama katika siku zijazo, inaweza kuwa ishara kuwa mvutano unapungua na biashara ya mafuta inaanza kurejea katika hali ya kawaida. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.